Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha kupendwa cha Kesha la Asubuhi, Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena rohoni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu, nisikie mara, jaza roho na sifa, sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Julai 6. Somo lisemalo, nifanyeje hivyo? Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa siku nyingine ulotupatia. Tunaomba uwe pamoja nasi tunapotafakari maneno yako. Tunaomba yote kwa jina Yesu Kristo, amina. Nifanyaje ubaya huu mkubwa nimkosee Mungu? Mwanzo 39 mstari wa 9. Ni wakati wa hatari daima katika maisha ya kijana anapotengwa na mvuto wa nyumbani na ushauri wa hekima na kuingia kwenye matukio mapya na majaribu yenye kusumbua. Lakini ikiwa yeye kama nafsi yake mwenyewe ajiweki katika nafasi hizi za hatari na kujiondoa kutoka katika vizuizi vya wazazi, ikiwa pasipo mapenzi au uchaguzi wake mwenyewe anawekwa katika nafasi za hatari na akamtegemea Mungu kwa ajili ya nguvu, akitunza upendo wa Mungu moyoni mwake, atalindwa kwa uweza wa Mungu aliyemweka katika nafasi hiyo inayosumbua ili asisalimu amri kwa jaribu. Mungu atamlinda asiweze kupotoshwa na jaribu kali. Mungu alikuwa pamoja na Yusufu katika maskani yake mpya. Alikuwa katika njia ya wajibu, akiteseka kutokana na makosa, lakini hakufanya makosa. Kwa hiyo alikuwa na upendo na ulinzi wa Mungu kwa sababu alibeba kanuni yake ya kidini katika kila kitu alichokifanya. Imani na uadilifu wa Yusufu vilipaswa kujaribiwa na majaribio kama ya moto. Mke wa bwana wake alijaribu kumshawishi kijana huyu kuvunja sheria ya Mungu. Hadi sasa alikuwa amebaki bila kutiwa doa na ufisadi uliokuwa umejaa katika nchi hiyo ya kipagani. Lakini jaribu hili la ghafla kiasi hicho, hali kiasi hicho, lenye kuvutia kiasi hicho, linapaswa kukabiliwa vipi? Yusufu alijua vizuri ni nini matokeo ya kukataa kusalimu amri. Kwa upande mmoja kulikuwa na kujificha, upendeleo na zawadi tele. Kwa upande mwingine, aibu, kufungwa na huenda mauti. Maisha yake yote ya baadaye yalitegemea uamuzi wa wakati huo. Je, kanuni itashinda? Je, Yusufu bado atakuwa mwaminifu kwa Mungu? Kwa wasiwasi usioelezeka, malaika walitazama tukio hilo. Jibu la Yusufu linadhihirisha uwezo wa kanuni ya kidini. Asingeisaliti imani ya bwana wake wa duniani na bila kujali matokeo. Angekuwa mwaminifu kwa Bwana wake wa mbinguni.
Chini ya jicho lenye kuchunguza la Mungu na malaika watakatifu, watu wengi huchukua uhuru ambao wasingekubali kuwa na hatia nao mbele ya wanadamu wenzao. Lakini wazo la kwanza la Yusufu lilikuwa ni juu ya Mungu. Nifanyaje ubaya huu mkubwa nimkose Mungu? Alisema. Ikiwa tungekuwa na hisia ya kawaida kwamba Mungu anaona na kusikia yote tunayoyafanya na kusema, na anatunza kumbukumbu za maneno na matendo yetu kwa uaminifu, na kwamba ni lazima tukutane nayo yote, tungekuwa na hofu ya kutenda dhambi. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo, nifanyeje hivyo? Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa somo zuri ulotupatia. Asante kwa kutukumbusha kuwa macho yako yanaona kila tunalolafanya na kumbukumbu zinatunzwa. Tutafakari njia zetu na matendo yetu daima. Tunaomba yote kwa jina la Yesu Kristo, amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi